majina naitwa Mrakibu Devota Bigawa, ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Singida. Mkoa wa Singida uko salama kimatukio. Tunamshukuru Mungu kwamba of course kwa mwezi wa 3 tulipata matukio maximum matukio 7. Matukio 4 yalikuwa ni matukio ya moto, lakini matukio 3 yalikuwa ni matukio ya maokozi. Tuliweza kutekeleza jukumu hilo kwa kuzima moto, lakini pia kutoa huduma ya kufanya maokozi kwa maokozi yaliyokuwa yanahitajika kufanyika. Kazi hiyo ilifanyika kwa weledi mkubwa. Tulifanya jukumu hilo, tuliweza kuokoa maisha ya watu na mali zao. Lakini pia nipende kusema tu kwamba kwa sasa kwa mwezi huu wa 4 tunaendelea kutekeleza majukumu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ambayo ni kuzima moto, kufanya maokozi, lakini pia kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari za moto kwenye maeneo mbalimbali, ambayo ni kazi ya msingi pia ambayo tunahitaji kuzuia majanga ya moto kutokea kwenye majengo. Kwa hiyo tunapita, tunafanya ukaguzi ambao uko kisheria kabisa. Tunatumia sheria ya nchi yetu ya mwaka 2007 ikisoma pamoja na kanuni ya ukaguzi, kanuni mama ya mwaka 2008 ikisoma pamoja na marekebisho yake ya mwaka 2014, 21 na 22. Lakini pamoja sambamba na hayo tunatumia kanuni ya majengo ambayo inaonesha kila kitu ambacho kinatakiwa kuwa kwenye jengo, lakini kila kitu ambacho kinatakiwa kufanyika ili jengo liwe salama. Kwa minajili hiyo tumeendelea kutekeleza majukumu hayo ambayo ni majukumu yetu ya msingi ambayo tunahitaji kila mmoja awe salama kwenye eneo lake. Tukija kwenye upande wa elimu kwa umma, tumeendelea kutoa elimu kwa umma kwa wenzetu, kwa wananchi wote, ili sote tuwe salama. Kiu yetu ni kuona kwamba mtu haunguliwi na jengo au hapotezi uhai wake kwa sababu ya whether tukio la moto au maokozi. Na tunaendelea kuwaasa wananchi. Kwa sasa hivi tunatumia hasa nishati safi. Tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Amesisitiza na anatusisitiza sote wa Tanzania wote tutumie nishati safi. Kwa hiyo na mimi nasisitiza na nahimiza watu wote ambao wanatumia gesi basi tusitumie kwa ufasaha, na tunaweza pia kama huelewi ni jinsi gani mtungi wako unatakiwa kuwa kabla hujapika, basi tunakukaribisha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili uweze kupata elimu. Hiyo ni nishati safi tunayosema basi itumike inavyotakiwa, isiweze kuleta majanga. Lakini ni waombe wa Tanzania wote au wananchi wenzangu ambao ni mkoa wa Singida, tuendelee kushirikiana pamoja ili kuzuia majanga ya moto. Lakini pia pale ambapo utaona kwamba kuna janga la moto, utoe taarifa mapema ili na sisi tuweze kufika mapema. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji huwa kawaida halioti kwamba sehemu fulani kuna janga la moto. Tunatakiwa kupewa taarifa immediately. Baada ya kupewa taarifa tunafika kwenye tukio kwa wakati sahihi, ili kuondoa lawama na nyinyi wananchi wenzetu muweze kutupa taarifa sahihi kwa wakati sahihi, mambo yataenda sahihi. Kwa hiyo niwaombe na niwaase tutumie vizuri namba yetu ya dharura, namba 114, ambayo maana yake ukisema 114 ni 114. Wengine huwa wanaielewa vibaya. Ni 114 ni namba ya dharura ambayo inatumika bure kabisa kwa janga lolote ambalo utakutana nalo, whether ni la kwako au ni la jirani au ni barabarani, kuna ajali, kuna mtoto katumkia kisimani, kwenye maji, vyovyote vile itakavyokuwa. Lakini kama unahitaji msaada wa haraka, unatokea kupiga hiyo namba ambayo itaita Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ambalo kituo hicho kilichopo mahali hapo. Kwa mfano kama huko Iramba itaita Iramba, huko Mkalama itaita Mkalama, huko mjini hapa Singida, wilaya Singida itaita Singida, ikiwa Manyoni itaita Manyoni, na utapewa msaada. Kwa hiyo ni waase wa Tanzania wenzangu,
tuendelee kushirikiana pamoja ili kuzuia majanga ya moto pamoja na ajali ambazo sometimes tunasababisha sisi wenyewe, lakini kama una dharura basi tujulishe na sisi tutafika kwa wakati. Tunawashukuru sana.